Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu. Ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Margareta Clitheroe, mfiadini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Margareta alizaliwa katika mji wa York nchini Uingereza mwaka 1556. Alikuwa binti wa Thomas Middleton, mtawala wa mji wa York. Wazazi wake walikuwa Waprotestanti. Bwana John Clitheroe ambaye alimuoa Margareta akiwa na umri wa miaka 15 alikuwa pia Mprotestanti. Miaka mitatu baada ya kuolewa akaongoka akawa Mkatoliki. Nyakati zile dini ya Katoliki ilikuwa imepigwa marufuku kabisa kufuatana na sheria za serikali ya Uingereza, na yeyote aliyebainika akiishi kinyume na sheria hiyo alikamatwa na kupewa adhabu ya kifo. Margareta akiwa na umri wa miaka 22 alikuwa mchangamfu na mwenye uso mzuri wa kupendeza. Kila mmoja alimkimbilia ili apate kusaidiwa, kufarijiwa na kushauriwa naye. Akajulikana kama Mkatoliki shupavu asiyeogopa kusema ukweli. Siku moja alikamatwa na kutiwa ndani kwa muda wa miaka 2 kwa kosa la kutohudhuria ibada katika kanisa la Kiprotestanti. Akiwa jela, alipata fursa ya kujifunza kusoma. Alipoachiliwa huru, alifungua shule ndogo nyumbani mwake ili aweze kuwafundisha watoto wake na wajirani zake. Alitayarisha chumba kidogo cha siri ambacho aliweza kumhifadhi padri mmoja aliyekuwa akija mara kwa mara kuwasomea misa ili asije kukamatwa na polisi wakamtesa vibaya na kumuua. Mume wake alijifanya hajui habari yoyote kuhusu jambo hilo. Hata hivyo, siku moja aliitwa mahakamani ili aeleze mwanaye alikuwa ameenda wapi. Kijana huyo, kinyume cha sheria za nchi, alikuwa ameenda ng'ambo kusomea upadre, jambo ambalo wakati ule liliangaliwa kama tendo la uhaini kabisa. Basi polisi wakaja kuipeleleza nyumba yake, bali hawakufaulu kukigundua chumba cha siri, wala padre, wala mavazi ya kanisa. Kila mmoja wa familia alihojiwa, lakini watoto hawakusema neno lolote. Mwishowe, mtoto mmoja asiye wa familia yao aliogopa akawaeleza polisi siri yote. Basi Margareta alikamatwa akafungwa gerezani kwa mashtaka ya kuwaficha mapadre na kushiriki katika ibada ya misa. Akakataa kujieleza kuhusu mashtaka yaliyotolewa dhidi yake akisema, "Sihitaji kuhukumiwa kwa kuwa sikutenda kosa lolote." Alifanya hivyo ili watoto na watumishi wake wasije wakashurutishwa kutoa ushahidi dhidi yake. Adhabu ya kukataa kujieleza baada ya mashtaka rasmi ilikuwa ile ya kukanyagwa mpaka kufa. Margareta Clitheroe akafariki tarehe 25 mwezi Machi mwaka 1586 akiwa thabiti katika imani yake. Kabla ya kuuawa, alipiga magoti akasali,
Watu waliokuwapo walishangaa kumuona akiwa na uso wa furaha. Margareta akasali kwa sauti akisema kuwa Mungu apewe shukrani kwa kuwa yote anayomtumia ameyapokea kwa shukrani. Hastahili kifo chema kama hicho. Watoto wake walipewa daraja la upadre kule Ufaransa, na binti yake mmoja alijiunga na utawa katika nchi ya Ubelgiji. Margareta alitajwa kuwa mtakatifu mwaka 1970 kama mmojawapo wa wafiadini 40 wa Uingereza. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Margareta Clitheroe mfiadini. Mtakatifu Margareta Clitheroe, utuombee. Karibu katika tafakari kutoka kitabu cha Marko 9 mstari wa 39 mpaka wa 41, inayosema, na yeyote atakayewapa kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni wa Kristo, kwa kweli ninawaambia hatapoteza kamwe thawabu yake. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine wa siku, ambao ni watakatifu Saturninus, Claudius, Primus, Flavianus, Zoticus, Asterus, Carus, Saturus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.